أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kwa bahati mbaya wingi wao wakaacha tauhidi hiyo. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam pia alikuja na ujumbe huo huo na akaja kuendeleza kazi hiyo na akaja kuimarisha roho ya tauhidi hiyo hiyo kwa waumini wake. Na katika swala hili darja aliyonayo mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna mwingine mwenye daraja hiyo. Yeye ikiwa aliwasihi kukubali tauhidi akipata elimu kutoka kwa Allah akawapa hoja za kukubali tauhidi. Ikiwa akafanya jihadi zidi ya ushirikina hakufanya bila dalili bali akawafahamisha watu kuhusu ubaya wa ushirikina, na kwa kuwafahamisha akazalisha ndani yao chuki zidi ya ushirikina, na waumini wake wakathibitisha kwa matendo yao ya kwamba mafundisho ya tauhidi na kuchukia ushirikina vimepenya kwenye misuli yao. Na hiyo ikawa hivi kwani mafundisho aliyoteremsha Allah taala juu yake yalikuwa yenye athari nzito na yalikuwa na athari kiasi kwamba ilikuwa haiwezekani kwamba mtu aelewe uzito wake na undani wake na kisha aende mbali na mafundisho hayo. Mafundisho yake yaliyoleta athari kwa waumini wake yalikuwa na athari sana. Sababu yake ni kwamba hata kila kauli yake na kila amali yake ilikuwa ni mfano wake wa kimatendo, na mafundisho azim aliyompatia Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mfano wake wa kimatendo. Alikuwa na fikra na wasiwasi hizi tu kwamba kama ambavyo kaumu zingine wamefanya makaburi ya manabii wao kuwa mahala pa kusujudia, dhambi hiyo hatari isije ikapatikana katika ummati wa Kiislam pia. Na yeye akajikinga kwa Allah ya kwamba yeye aletwe zidi ya Mwenyezi Mungu, na kisha akasihi ummati wake ya kwamba msinifanye kuwa njia ya ushirikina, jicho lenu lisiangalie yeyote min ghairi ya Allah. Kwenye hutuba zilizopita nilikuwa nimeeleza kuhusu mapenzi ya Allah au ibada yake, na katika mada hii yote niliyokuwa nimeeleza na matukio ya mtume sallallahu alaihi wasallam niliyokuwa nimeweka mbele yenu, yote yalikuwa yakituongoza kwenye tauhidi au kwenye matukio yale tulikuwa tunaona jaziba
katika swala la kustawisha tauhidi na uchungu wake, na hayo ikiwa upande moja yanaonyesha asili ya mtume salallahu alaihi wasallam ambayo mwenyezi mungu alikuwa amemjalia tangu utoto wake. wakati huo huo tunapata kujua undani na uzito wa mafundisho ambayo ni kamili na ya mwisho ya mwenyezi mungu. ndani ya qurani tukufu sisi tumepewa mafundisho kuhusu tauhidi kwa njia mbalimbali, kama mwenyezi mungu asemavyo katika sura ambiya, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fabuduni, na hatukumtuma kabla yako mtume yeyote ila tulimfunulia ya kwamba hakuna aabudiwaye ila mimi, basi ni abuduni. na kisha namna ambavyo alimfundisha njia za ibada na namna alivyotimiza haki ya tauhidi na akafanya ibada ya mungu. katika dini nyingine yoyote hatuoni hata mfano sawa na chembe. kisha allah taala anasema ndani ya kurani tukufu, qul inni umirtu an abudallaha mukhlisan lahu ddin, sema hakika nimeamrishwa ni mwabudu allah kwa kumhalisishia dini. basi muislamu wa kweli atakaposoma maneno hayo, yeye pia atatangaza ya kwamba wajibu wangu ni kumwabudu allah kwa kujihalisisha kwake na kufanya juhudi ya kustawisha tauhidi halisi, na wajibu wangu ni kufuata mfano ule aliyosimamisha mtume salallahu alaihi wasallam. pamoja na tangazo hili ambalo amri yake imetolewa ndani ya kurani tukufu, ikiwa sisi pamoja na kustawisha tauhidi halisi tutasimamisha viwango vya ibada zetu, tunaweza kuleta mageuzi na kuitwa waumini wa kweli wenye kupenda tauhidi. kisha allah anasema kwamba waabudullaha wala tushriku bihi shaia, na mwabuduni allah wala msimshirikishe na chochote. na katika sehemu nyingine mungu anasema kwamba wailahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rrahmanu rrahim, na mungu wenu ni mungu mmoja, hakuna aabudiwaye ila yeye, mwingi wa rehema mwingi wa ukarimu. kisha mwishowe mwa kurani tukufu mwenyezi mungu anatangaza tauhidi yake ya kwamba qul huwa llahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad, sema yeye allah ni mmoja, allah asiyehitaji, ambaye wote wanahitaji kwake, hakuzaa wala hakuzaliwa, wala hana anayefanana naye hata moja. katika sura hiyo mwenyezi mungu ametangaza tangazo la kubatilisha kila aina ya ushirikina, na amemwambia mtume salallahu alaihi wasallam kwamba aitangaze duniani. basi waumini wake wanaposoma, ni wajibu wetu vile vile kwamba sisi tutangaze tauhidi hii halisi ambayo imetangazwa kwenye sura hii na imetangazwa katika sehemu nyingine nyingi, na kwa kauli na amali yetu tuiambie dunia ya kwamba mwenyezi mungu ndiye mmoja na asiyehitaji chochote, bali kila kitu kinahitaji kwake. yeye si baba wa yeyote wala mwana, na hakuna awezaye kuwa mithili yake mfano wake. hili ni tangazo linalobatilisha mafundisho ya kila dini yaliyoharibika, na ndiyo mafundisho ambayo mtu akiyatangaza anaweza kupata ukaribu wa mwenyezi mungu.
na mfano wake mkubwa na wenye daraja ni kiongozi wetu hata muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam. kila sekunde ya maisha yake ilipita ili kustawisha tauhidi, bali kama nisemavyo, tangu utotoni allah alikuwa amemlea kwa njia hiyo. mwenyezi mungu alikuwa amemlea ili yeye aweze kujipatia tauhidi halisi. ni mifano michache niliyotoa kutoka Qur'an tukufu. Qur'an tukufu imejaa na ujumbe kama huo. mimi naweka mbele yenu matukio machache ya sera ya mtume sallallahu alaihi wasallam yanayoangazia juhudi na uchungu wake wa kustawisha tauhidi kuanzia zama ya utoto wake hadi muda alipodai kuwa mtume. asili ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa tukufu sana kiasi kwamba mapenzi kwa tauhidi yalikuwa yamewekwa kwenye asili yake, na tabia yake hata kabla ya kupatiwa daraja ya utume ilikuwa imechukia ushirikina na ibada ya masanamu. hivyo inapatikana katika riwaya Aman anasimulia kwamba bwana lilikuwa sanamu ambalo Quraish walikuwa wakiliheshimu sana. wakihudhuria kwake walikuwa wakitoa zabihu, na siku moja kwa mwaka walikuwa wakifanya itikafu. Abu Talib pia pamoja na kaumu alikuwa anaenda huko na alikuwa akitamani kumpeleka mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mtume alikuwa akikataa. hadi safari moja mashangazi zake na Abu Talib wakakasirika sana juu yake na wakasema, e Muhammad, unataka nini? je, kwa kushiriki katika sherehe ya kaumu yako hutaongeza mahudhurio yao? kwa vyote vile safari moja kwa ushawishi wa mashangazi zake mtume akaenda huko, lakini akahofia sana na akarejea na akasema kwamba huko niliona manzari moja ya ajabu. mashangazi wakasema, shetani hawezi kuleta athari kwa mtu mwema kama huyo. wakamuuliza, uliona nini? mtume akawaambia kwamba nilipotaka kwenda karibu na sanamu, mtu mmoja alikuwa ananiambia kwa sauti ya juu, e Muhammad, kaa nyuma na usiguse sanamu hili. baada ya siku hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam hakushiriki katika sherehe yote ya washirikina, na mwenyezi mungu daima akamsalimisha na sherehe hizi za kishirikina. hili ni jambo kabla ya madai ya utume wake. katika utoto wake pamoja na baba yake mdogo Abu Talib kwenye safari ya Siria alikutana na padre mkristo Bahira. mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa alikuwa amesema kwamba usiniulize kuhusu masanamu ya Lat na Uzza, wallahi si chuki kitu zaidi kuliko masanamu haya. nabii sallallahu alaihi wasallam akichukua mali ya bi Khadija alipoenda nchini Siria, mtume sallallahu alaihi wasallam akauza mali ile na badala yake akanunua mali nyingine. katika muda huo ikatokea hitilafu baina ya mtume sallallahu alaihi wasallam na mtu mmoja katika swala fulani. mtu huyo akasema kwamba kula kiapo cha Lat na Uzza, yaani ndipo nitakubali unachosema, kwanza kula kiapo, natoa ushahidi. mtume akasema kwamba sijawahi kula kiapo cha masanamu haya, nikipita karibu yao nageuza uso wangu. wewe unaniambia nile kiapo? kivipi inaweza kutokea hivi? kwa ajili ya kupata tauhidi hiyo hiyo akaendelea kuitembelea pango la Hira. nimeshaeleza habari zake, na mahala ambamo alikuwa akifanya ibada ya Mungu kwa uchungu wa tauhidi moyoni mwake. sehemu moja Hatmita Bashiri Masahib ameeleza mazingira ya Hira. anasema kwamba pango la Hira ni mlima mmoja maarufu katika milima ya Makka kwenye mahala pa Hira, ambayo ina umbali wa maili 3 kutoka Makka. siku hizi inaitwa Jabal Nur. mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akichukia sana masanamu. mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa
anasikitika sana juu ya wale wafanyao ibada ya masanamu na waendao mbali na mungu mmoja. alikuwa anahisi uchungu kwamba kwa nini watu hawa wanaabudu masanamu, na kabla ya kupokea utume akiwa mbali na makazi alikuwa anafanya ibada kwenye pango hili. nabii mtukufu saa salam alipofikia umri wa miaka 40 siku moja jibril akaja na wahi wa kwanza ikashuka juu ya mtume salallahu alaihi wasallam, na mwenyezi mungu kwa kupitia wahi akamchagua kuwa nabii. pamoja na kupokea wahi hiyo ya mwanzo, mtume salallahu alaihi wasallam akaanza kuwaita watu kwenye tauhidi ya mungu na akaanza kutoa mawaiza zidi ya ushirikina, lakini mwanzoni hakutangaza wazi kuhusu shabaha yake na lengo lake, bali kwa ukimya sana akaanza kufanya kazi yake na akaendelea kuwahubiri waliokuwa katika mduara wa jamaa zake. hat masihi maud alahsatu wassalam anasema nabii wetu salallahu alaihi wasallam alikuwa ni mujaddidi mkuu kwa kuudhihirisha ukweli. aliyeleta tena duniani ukweli uliokuwa umetoweka. hakuna nabii yeyote aliyeshirikiana na nabii wetu katika fahari hii kwamba yeye aliikuta dunia yote imo gizani, na kwa kudhihiri kwake giza hilo likabadilika kuwa nuru. taifa alimudhihiri yeye, taifa hilo zima likaachana na ushirikina na kushikamana na tauhidi kabla hajafa yeye. sio hiyo tu, bali watu hao walifikia madaraja ya juu ya imani, na kazi zile za ikhilasi, uaminifu na uyakinifu zikazihirika kwao, ambazo mfano wake haupatikani katika sehemu yoyote ya dunia. mafanikio haya na mafanikio kiasi hicho hayakupata nabii yeyote min ghairi ya nabii mtukufu salallahu alaihi wasallam. hii ndiyo dalili kubwa ya ukweli wa unabii wa mtume salallahu alaihi wasallam, ya kwamba yeye alitumwa na kuja katika zama zilizogubikwa na giza totoro, na kitabia zikataka aje msuluhishi wa shani ya juu kabisa. na halafu aliiaga dunia katika wakati ambapo malaki ya watu walikuwa wakishikamana na tauhidi, umoja wa mungu na njia iliyonyoka. na kwa hakika marekebisho haya kamili yalikuwa na makhsus kwake tu, kwamba aliwafundisha mwenendo wa kibinadamu watu wale waliokuwa na sera za kishenzi na silika za kinyama, au kwa maneno mengine tuseme kwamba aliwafanya wanyama kuwa wanadamu, na halafu akawafanya wanadamu hao kuwa wanadamu walioelimika, na halafu akawafanya watu hao walioelimika kuwa waja wa mungu, na akawapulizia uhai wa kiroho na kuwaambatanisha na mungu wa kweli. wakachinjwa kama mbuzi katika njia ya mungu na wakakanyagwa miguuni kama siafu, lakini hawakuiacha imani, bali wakapiga hatua mbele katika kila msiba. hivyo bila shaka nabii wetu salallahu alaihi wasallam alikuwa ni adamu wa pili katika kustawisha uhai wa kiroho, bali adamu wa kweli alikuwa ni yeye ambaye kwaye na kwa njia yake na kwa sababu yake fadhila zote za kibinadamu zilifikia kwenye ukamilifu, na nguvu zote njema zikaanza kufanya kazi zake, na hakuna tawi lote la asili ya mwanadamu lisilobarikiwa na matunda. na ukhatam wa unabii haukutokea kwake kwa sababu tu ya umwisho kizama, bali kwa sababu hii pia kwamba sifa zote kamilifu za unabii zimeishia kwake. kisha sehemu nyingine anasema, mungu, maelfu ya shukrani zikufikie kwamba ulituambia mwenyewe njia ya kukutambua wewe,
na kwa kuteremsha vitabu vyako vitakatifu ukatusalimisha na makosa ya kifikra na kiakili. na salamu na rehma zimfikie hat muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam na juu ya ahali na maswahaba zake ambaye kwa kumpitia yeye mungu akautembeza ulimwengu mmoja kwenye njia iliyonyoka. mlezi huyo na mwenye kuleta faida ambaye viumbe waliokuwa wamesahau akawaleta kwenye njia iliyonyoka. mhisani huyo ambaye akawaachisha watu kutoka katika balaa ya masanamu na ushirikina. nuru ile nuru iliyo wazi ambaye alisambaza mwanga wa tauhidi katika dunia. hakimu na tabibu wa zama ambaye akasimamisha mioyo iliyokuwa imeharibika juu ya ukweli. mkarimu huyo mwenye alama na nishani ambaye akawanywesha wafu maji ya uhai. mwingi wa rehma na mwingi wa ukarimu ambaye alivumilia ghamu kwa ajili ya umati na akabeba uchungu wao. shujaa huyo na mjasiri ambaye akatutoa nje ya mdomo wa mauti. mtu huyo mpole asiye na ubinafsi ambaye akainamisha kichwa katika utu na akajimaliza katika vumbi. mwenye kupenda tauhidi na bahari ya maarifa ambaye akapenda ujalali wa mungu tu na akaachana na miungu yote. ni muujiza wa kudra wa rehman ambaye akiwa ummi akawashinda wote kwenye elimu ya haki na akawazihirishia kaumu zote makosa yao. kisha katika sehemu nyingine anasema leo juu ya uso wa dunia kitu ambacho jina lake ni tauhidi haupatikani katika zehebu lolote isipokuwa kwenye umati wa mtume sallallahu alaihi wasallam na nishani ya kitabu chochote haipatikani isipokuwa qurani tukufu ambayo iwe inawasimamisha mamilioni ya viumbe juu ya umoja wa mungu na iwe inawaongoza kwa mungu huyu mkweli. kila kaumu walitengeneza mungu wao wakibandia. mungu wa waislamu ni yule yule ambaye ni kutoka zamani, ni mwenye sifa asiye na mabadiliko kama alivyokuwa zamani. lakini ni masikitiko makubwa kwamba leo umati wa muhammad pia unaendelea kusahau tauhidi na tauhidi ya kweli haikubaki kwao, jambo ambalo mungu alikuwa ametoa mafundisho yake na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametusihi kushikamana nayo kwa uchungu mkubwa. kwa sababu ya kusahau tauhidi halisi pia waislamu hawakubaki na imani halisi juu ya sifa za mwenyezi mungu, jambo ambalo linapaswa kuwa sifa makhsus ya muislamu. katika hali kama hiyo ni kazi ya waumini wa mtumishi mkweli wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba waelewe uhakika wa tauhidi na kwa ajili yake wajilete mabadiliko makhsus. huri mwezi makhsus wa ibada wa Ramazan. katika mwezi huu haswa mufanye juhudi ya kutosha na mufanye dua kwa ajili yake. mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake yote namna alivyofanya juhudi ya kustawisha tauhidi. ikiwa sisi tunadai kwamba tunampenda yeye, basi kwa ajili yake tutalazimika kufanya juhudi makhsus. kwa amri ya mwenyezi mungu kwa ajili ya kustawisha tauhidi, namna alivyofanya juhudi na akavumilia shida na mateso. hatmusleh maud ameeleza jambo hili sehemu moja. anasema kwamba ndani ya Qur'an tukufu mwenyezi mungu anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba anzir ashiratakal akrabin, e muhammad mtume wa allah sallallahu alaihi wasallam, wewe ufanye mahubiri kwa watu wote wa dunia, lakini kwanza uwahubiri jamaa zako.
kwani wao wana haki mbili juu yako. Haki moja ndiyo hii kwamba kama dunia nyingine hawa pia wanaendelea kuangamia, na haki nyingine ndiyo hii kwamba hawa ni jamaa zako na mababu zao walikuwa wamekutendea kwa wema. Katika lugha ya Kiingereza kuna msemo usemao charity begins at home, yani kutoa sadaka kuna anza kutoka nyumbani. Vivyo hivyo silsila ya mawaiza pia inapaswa kuanzishwa kutoka nyumbani. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitii amri hii kwa njia hiyo kwamba sawa na desturi ya Makka alisimama juu ya mlima wa Safa na akitaja majina ya makabila mbalimbali akaanza kuwaita. Kwanza aliwaita Ale Ghalib, wao wakatoka msikiti wa Haram na wakaja kwenye mlima wa Safa. Wakati ule Abu Lahab akamwambia Mtume kwamba Ale Ghalib wamekuja, unachotaka kusema useme. Lakini Mtume saa salam hakutega masikio upande wa Abu Lahab na akawaita watu wa kabila Lui. Wao wakafika huko. Abu Lahab akasema tena kwamba sasa kabila Lui wamekuja, sasa utuambie unataka kusema nini. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuona kwamba ampatie jibu lake na akawaita Ale Murra. Hivyo wao pia wakaja. Kisha akawaita kina Ale Kilab na Ale Qusay hadi watu wote wakajumuika, na wasioweza kuja wao wakatuma wajumbe wao kwamba wao wajue kwamba kwa nini wameitwa na wameambiwa kwamba wajumuike. Makabila yote ya Makka pamoja na Quraish walipojumuika, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kutoa hutuba na akasema kwamba angalieni, kama ni waambieni ya kwamba nyuma ya mlima huu jeshi kubwa limejumuika ambao wanataka kuwashambulieni, je, mtakubali jambo langu au la? Wao wakasema kwamba bila shaka sisi lazima tutakubali jambo lako, kwani sisi daima tumekukuta kuwa mkweli na mwaminifu. Watu wajuao hali ya Makka wanajua kwamba kimsingi jambo hili la Mtume sallallahu alaihi wasallam lilikuwa kama hivi kwamba mtu amwambie mwingine kwamba akubali jambo lisilowezekana, kwani wanyama watu wa Makka walikuwa wanachunga kwenye bonde lile, na ni maeneo ambapo hata kwa jeshi fulani kujificha ni jambo lisilowezekana. Lakini watu wale walikuwa na athari sana kuhusu uaminifu na ukweli wa Mtume. Walisema hata kama macho yetu yasikubali jambo hili, sisi tutakubali jambo lako, kwani sisi tunajua kwamba wewe unasema ukweli. Waliposema kwa pamoja kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam wakazuhirisha imani yao na yakini yao, Mtume alisema kwamba basi sikilizeni, mimi nawapatieni habari moja muhimu, nayo ni kwamba mimi nimetumwa kwenu kuwa mtume kutoka kwa Allah. Hivyo nawaambieni kwamba kama mnataka kujisalimisha na adhabu ya Mungu, munitii. Mtume aliposema hayo, Abu Lahab akatamka kwa jaziba kwamba tabban laka sair al ayame lehaza jamaatana, Mungu apishe mbali ole wako, kwa ajili jambo hili ulikuwa umetukusanya. Na vingine pia wakaanza kucheka juu yake na kufanya zihaki na wakatawanika. Lakini hatua hiyo ya kufanyiwa istihza na upinzani haikuweza kumzuia kufanya juhudi ili kustawisha tauhidi. Daima aliendelea kufanya juhudi. Kama nisemavyo, walicheka juu yake wakafanya istihza na kisha upinzani pia ukazidi. Hamid Bashir Ahmad Saheb ameeleza historia ya kupingwa kwake kwa mujibu wa vitabu vya historia. Anasema kwamba lengo lenye shani azim ambalo Mtume alikuja nalo angetakiwa kupingwa kwa kiasi hicho hicho,
kwani alikuwa amekuja kwenye zama ambayo ilikuwa na giza totoro na ilikuwa muhimu kwamba nuru ikija majeshi ya giza kwa nguvu yao yote yapambane na nuru. Na hivyo ndivyo itokavyo kwamba yeye alipingwa zaidi kuliko manabii wote waliotangulia. Katika sababu za kizwahiri moja ilikuwa ndiyo hii kwamba Quraysh walikuwa watu wenye kuabudu masanamu na upendo wa masanamu ulikuwa umepenya kwenye mioyo yao hadi kusikia neno moja zidi yao walikuwa hawakuweza kuvumilia. Katika Kaaba tukufu ilikuwa imejengwa kwa ajili ya ibada ya Mungu tu. Wazalimu hawa walikuwa wamekusanya mamia ya masanamu na kwa ajili ya mahitaji yoyote walikuwa wanayategemea. Sasa Islam ilipofika, usuli yake ya msingi ilikuwa ni tauhidi ya Mungu na amri ilikuwa wazi kwamba msiinamishe kichwa mbele ya mtu, mti, jiwe au nyota. wasjudu lillahi lazi khalakahunna, wasjudu lillahi lazi khalakahunna, na muiname mbele ya dhati ambaye ameviumba vitu hivi. Na siyo hayo tu, bali masanamu ya Quraysh katika zana yao yalikuwa yanakumbukwa kwa maneno mabaya na yalikuwa yanaitwa kuni ya jahanamu. Mambo hayo yaliwafanya Makuraishi kushikwa na moto na hasira, na wakiwa pamoja walikuwa wamesimama ili kufuta Islam. Kulikuwa na sababu nyingine nyingi, lakini hii ilikuwa na sababu kubwa. Hata Masihi Maud anasema nabii mmoja au mtume anatumwa na Mwenyezi Mungu na zehebu lake katika jicho la watu linaonekana likiwa na maendeleo, hima na jaziba na ukweli. Sasa kuhusu zehebu hili, kwenye kaumu na mazehebu yaliyopo katika mioyo yao husda na bughza inapatikana. Haswa maulamaa wa kila dini na viongozi wanazihirisha bughza, kwani kwa sababu ya ujio wa mja huyo wa Mungu uchumi wao na heshima yao inapungua. Wafuasi wao wanaanza kutoka nje ya mduara wao, kwani wanakuta sifa za kiimani, kihulka na kielimu kwa mtu ambaye anatoka kwa Mungu. Wafuasi wanaacha viongozi wao na wanaelekea upande wa mja huyo wa Mungu wanaokuwa na tabia njema. Hivyo watu wenye akili na busara wanaanza kufahamu kwamba heshima na darja na ucha Mungu na utakaso ambao maulamaa wao walikuwa wamepatiwa sasa wamekosa hadhi ya kuwa navyo, na majina mazuri waliyopatiwa kama vile Najmul Umma na Shamsul Umma na Sheikhul Mashaikh na kadhalik, sasa wao wamekosa haki ya kuvitunza. Hivyo watu wenye akili wanageuza uso wao, kwani hawataki kupoteza imani yao. Wenye kuamini, wenye tabia njema, hii inakuwa ni amali yao, na kwa sababu ya madhara na hasara, zehebu na kundi la maulamaa na mashekh wameendelea kuwapinga manabii na mitume na kujenga husda. Sababu yake ndiyo hii kwamba wakati wa ujio wa mitume wa Mungu, mapazia ya watu hawa yanawaondoka, kwani wanakuwa na kasoro nyingi na wanakuwa na sehemu ndogo ya nuru, na uadui wao pamoja na mitume wa Mungu unakuwa kwa sababu ya ubinafsi wao, na wakiwa chini ya nafsi yao wanafikiri mipango ya aina aina ili kuwaletea madhara, na mara nyingi wanahisi katika mioyo yao kwamba wakimuuzi mja mtukufu wa Mungu wamekuja chini ya ghadhabu ya Mungu. Na matendo yao pia ambayo yanaendelea kutendeka muda wote yanadhihirisha hali ya moyo wao. Lakini pamoja na hayo, injini yenye
ukali wa moto wa husda inaendelea kuwavuta kwenye mashimo ya uadui. Hizi zilikuwa ni sababu ambazo katika muda wa mtume salallahu alaihi waalihi wasallam maulama wa washirikina mayahudi na wakristo ziliwazuia kukubali haki, bali zikawachochea kupinga mtume salallahu alaihi wasallam. Hivyo wakaanza kutafakari kwamba watumie mbinu gani ili kufuta islam kutoka uso wa dunia. Na kwa kuwa waislamu walikuwa wachache katika zama ya mwanzo, hivyo maadui zao na wapinzani wao kwa sababu ya kibri ambayo katika muda kama huo inapatikana katika moyo na ubongo wao, ambao katika fikira yao wanaona kwamba wao ni wakubwa kuliko vingine katika uwingi, kwenye heshima na katika darja, wakati ule wao pia wakawatendea masahaba kwa uadui sana, na walikuwa hawataki kwamba mti huu wa kimbingu upatikane kwenye ardhi, na wao walikuwa wanatumia nguvu zao zote ili kuwaangamiza watukufu, na walikuwa wametumia kila njia ili kuwapatia waislamu madhara, na walikuwa na hofu kwamba isije ikawa hivi kwamba dini hii iimarike na kisha maendeleo ya dini hii yawe sababu ya kuangamiza dini yetu na kuangamiza kaumu. Kwa sababu ya hofu hii iliyokuwa imejaa kwenye mioyo yao, walianza kutenda mipango yenye kibri na yenye zulma, na wao wakawaangamiza na wakawaua waislamu kwa njia ya kikatili. Na katika muda wa miaka 13 wakaendelea kufanya hivyo, na waja wa mungu na fahari wa wanadamu kwa sababu ya panga zao walikatwa katika vipande vipande, na watoto mayatima na kina mama wanyonge wao pia walichinjwa kwenye mitaa na kwenye kona mbalimbali. Hapo pia ilikuwa ni amri kutoka kwa mungu kwamba msipambane na shari, hivyo watukufu wale wakafanya hivyo. Kwa sababu ya damu yao mitaa ikawa nyekundu, lakini wao hawakuvunja amri ya mungu, na wao wakachinjwa misili ya zabihu, lakini hawakusema makafiri wa makka walijaribu kumwogopesha mtume salallahu alaihi wasallam ili aache kusambaza ujumbe wa tauhidi. Pia wakajaribu kumpatia tamaa, lakini hili lilikuwa jibu lake kwamba hii ni shabaha ya maisha yangu, kwamba nisimamishe tauhidi duniani. Mungu amenituma kwa ajili hii tu. Musleh Maud ameandika sehemu moja kwamba upinzani ulipozidi na kutoka kwa upande huu, mtume salallahu alaihi wasallam na maswahaba zake walianza kufikisha ujumbe huu wa mungu kwa Makka, watu wa Makka, kwamba mwenye kuumba dunia ni mungu aliye mmoja na hakuna min ghairi yake. Manabii wote waliopita wote walikuwa wanakiri tauhidi yake, wote walikuwa wanakiri tauhidi yake, na walikuwa wanawaita watu wa kaumu yao kwenye mafundisho haya: nini pia mumwamini mungu aliye mmoja na muache masanamu hayo ya mawe. Masanamu haya hayana nguvu yoyote. Eni watu wa Makka, je, hamoni kwamba mbele ya masanamu vitu vinawekwa kama kundi la inzi waje kukaa juu yao? Masanamu hayana nguvu ya kurusha nzi, na watu wakiyashambulia hawezi kujilinda, na mtu akiuliza swali hawezi kutoa jibu, mtu akiomba msaada hawezi kumsaidia. Lakini mungu aliye moja anatimiza mahitajio ya wenye kuomba, anawapa jibu wale wanaomuuliza swali, anawasaidia wanaohitaji msaada, na anawafanya maadui zao kushindwa, na anawajalia watukufu wake maendeleo makubwa. Mwanga unatoka kutoka kwake ambao unanawarisha mioyo ya waja wake. Sasa kwa nini mnamwacha mungu huyo na mnainamisha kichwa mbele ya masanamu yasiyo na uhai na mnapoteza umri wenu?
je hamoni kwamba kwa kuacha tauhidi ya mwenyezi mungu mawazo yenu pia yamechafuka na mioyo yenu imekuwa na giza? nini mmejiingiza kwenye mafundisho yenye fikira na wasiwasi? mmeacha tauhidi. nini mmesahau tofauti kati ya halal na haram? hamwezi kutofautisha kati ya ubaya na uzuri. nini mnamuja heshima ya mama zenu, mnafanya zulma juu ya dada zenu na mabinti zenu, hamwapi haki zao. nini hamtendii wake zenu kwa wema, mnanyanganya haki za mayatama na mnawatendea wajane kwa njia mbaya, mnazulumu maskini na watu walio dhaifu na mnataka kusimamisha ukubwa wenu. nini mnasema uongo na mnadanganya watu, hamchukii uizi na ujambazi. kucheza kamari na kunywa pombe ni shughuli yenu na hamelekei upande wa kujipatia elimu na kuwahudumia wanadamu. kwa kiasi gani na kwa muda gani mtaendelea kughafilika kuhusu mungu aliye moja? njoni mujirekebishe, mwache zulma. mabaya yamepatikana kati yenu, nini mujirekebishe. leo pia watu ambao wanatenda vitu hivi wameenda mbali na tauhidi. katika kaumu ambapo mabaya yanapatikana, kama kuna uzuri wao, uzuri huu ni mdogo kuliko mabaya ambayo yanapatikana sana baina yao na kati yao. sababu ndio hii kwamba wamekwenda mbali na tauhidi, na kwa bahati mbaya hii ndio hali ya baadhi ya waislamu pia. kisha alisema kwamba kwa ajili ya kujipatia ukaribu wa mungu, njia ndiyo hii kwamba mumpatie kila mtu mwenye haki yake. jambo hili ni muhimu sana. mungu amewapatia ni mali, basi muitumie kwa ajili ya kuitumikia nchi na kaumu na watu maskini na watu mafukara. muwaheshimu kina mama, muwape haki zao na mfahamu mayatima ni amana ya mungu na muone kuwatendea ni wema wenye daraja kubwa. muwe wasaidizi wa wajane, musimamishe mema na ucha mungu. si adili na uadilifu tu, bali mushike sifa ya rehma na hisani. sio maana kwamba musimamishe adili tu, bali mnatakiwa kuwa na rehma na hisani. hayo ni mafundisho ya mumini. hivyo kuja kwenye dunia hii kusiende bure. mwache nyuma yenu alama nzuri, ili mbegu wa wema wa kudumu ipandwe, na heshima halisi ni katika kujitolea. msifanye juhudi ya kunyang'anya na kuchukua haki tu, bali mujitolee kwa ajili ya wengine, ili muwe karibu na mungu, na muoneshe mfano wa kujitolea, ili haki yenu iendikwe mbele ya mwenyezi mungu. hizi ni alama ambazo ni muhimu kwa ajili ya yule anayesimama imara juu ya tauhidi. bila shaka sisi ni wazaifu, lakini msione udhaifu wetu. hiyo pia alitangaza mtume saa salam. juu ya mbingu hukumu imekushatolewa kuhusu utawala wa ukweli, na sasa kwa kupitia muhammad sallallahu salam mizani ya adili itawekwa, na utawala wa adili na rehma utasimamishwa, utafanywa, na mtu hatazulumiwa ndani yake. zuluma zilizofanywa juu ya kina mama na watumwa zitafutwa, na utawala wa shetani badala ya utawala wa shetani, utawala wa mungu mmoja utasimamishwa. mafundisho hayo yalipoanza kutolewa mbele ya watu wa makka, na watu wenye tabia njema wakaanza kuelekea upande wa islam, siku moja viongozi wa makka wakajumuika na wakaja kwa baba yake mdogo abu talib, wakasema wewe ni kiongozi wetu, na kwa ajili yako wewe sisi hatukumuuzi mpwa wako muhammad sallallahu alaihi wasallam. sasa muda umefika kwamba pamoja nawe tutoe hukumu ya mwisho. wewe umfahamishe, umuulize anataka kutoka sisi kwamba tufanye nini. kama ana tamaa ya kujipatia heshima, tuko tayari kumfanya kuwa kiongozi wetu. kama ana tamani apatiwe fedha, sisi tuko tayari kumpatia sehemu ya kutosha kwenye mali yetu. kama anataka kumwoa mwanamke fulani, basi mwanamke yote wa maka ambaye anampenda ata jina lake, sisi tuko tayari kumwoza. sisi hatutaki chochote kutoka kwake na hatumzuii. tunataka sisi kwamba yeye aache kusema maneno mabaya kwa masanamu yetu, aseme mungu ni moja, lakini asiseme kwamba masanamu yetu ni mabaya. akikubali jambo hili tu, sisi tutafanya suluhu.
wewe umfahamishe na umfanye akubali pendekezo letu, la sivyo kutakuwa na jambo moja katika mawili: moja, utalazimika kuacha mpwa wako, na nyingine kaumu yako wakikataa utawala wako watakuacha. Kwa ajili ya Abu Talib jambo hili lilikuwa gumu sana. Kwa Waarabu pesa ilikuwa sio nyingi, hivyo furaha yao yote ilikuwa ni katika utawala wao. Viongozi walikuwa wakiishi kwa ajili ya kaumu na kaumu ilikuwa inaishi kwa ajili ya viongozi. Kwa kusikia jambo hilo, Abu Talib akakosa utulivu, akamwita Muhammad saa salam na akasema, ewe mpwa wangu, kaumu yangu wamenijia na wamenipatia ujumbe huu, na pia wameniambia kwamba kama mpwa wako hariziki juu ya jambo moja katika mawili, basi sisi tumekwisha toa ofa ya kila aina. Sisi tumemwambia tayari kwamba tuko tayari kumpatia chochote, lakini kama hajizuii, basi ni kazi yako kwamba umwache, na kama hauko tayari kumwacha, basi sisi tutakuacha na tutakataa utawala wako. Abu Talib alipoongea na Mtume saa salam, machozi yakaanza kutiririka machoni mwake. Kwa kuona machozi yake, machozi yakatiririka kwenye macho ya Mtume saa salam pia, na Mtume akasema kwamba, ewe baba yangu mdogo, mimi sisemi kwamba wewe uache kaumu yako na unisaidie. Bila shaka uniache tu na uwe pamoja na kaumu yako, lakini mimi naapa kwa Mungu aliye mmoja asiye na mshirika, hata kama walete jua na mwezi na wasimamishe upande wa kulia na kushoto kwangu, hata hivyo siwezi kujizuia kutangaza tauhidi. Nitaendelea kufanya kazi yangu hadi Mungu anipatie mauti. We unaweza kufikiri kwamba unataka kufanya nini? Jibu hili lililojaa imani na ikhilasi lilitosha ili kufungua macho ya Abu Talib. Yeye alijua kwamba japo sikupata taufiki ya kumwamini, lakini kupata taufiki ya kuona manzari hii ya imani ni utajiri mkubwa. Alisema, ewe mpwa wangu, nenda utimize wajibu wako. Kaumu kama wanataka kuniacha waniache tu, mimi sitakuacha kamwe. Kwa ajili ya kusimamisha tauhidi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alivumilia zulma na mateso ya kila aina kutoka kwa makafiri wa Makka, na hiyo ndiyo roho ambayo yeye alizalisha kwa maswahaba zake, kama Hatmasihi Maud alivyoandika. Wao walijitolea uhai wao, na natija yake ilikuwa ndio hii kwamba wao wakitangaza tangazo la ahad walivumilia zulma na wakajitolea uhai wao. Maasi yote ya makafiri wa Makka yaliyotajwa hapo juu, sababu yake kubwa ilikuwa ni umbali wao kutoka tauhidi na kwa sababu ya ushirikina. Leo pia kwa makaumu na kwa watu, maasi haya yanapatikana kama nisemavyo kabla. Sababu yake kubwa ni umbali kutoka tauhidi. Hivyo katika muda kama huo ni kazi yetu, wajibu wetu kwamba tuendelee kutangaza tauhidi, na upande moja tufikishe ujumbe wa tauhidi. Wakati huo huo tufanye juhudi ya kujiletea mabadiliko ya kiroho na kihulka, mabadiliko yaliyo wazi. Ndipo tunaweza kuitwa waumini wa kweli wa tauhidi na wenye kufuata amri za Mwenyezi Mungu. Mungu atujalie sote. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi
ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.